Mtu mmoja alikuja aliyekuwa na biashara ya kununua watumwa, amnunue yule jamaa mpeleke katika sehemu nyingine ya watumwa. Kisa kinasimulia kikasema ya kwamba yule jamaa alipomwona yule anayenunua watumwa akakataa, akasema siwezi. Nimetosha kama ni utumwa niliotumikia katika hii nchi, imetosha. Siendi mahali pengine popote, na hata kama utakaponichukua sitaweza kufanya kazi yangu kwa sababu siko tayari kutoka moyoni mwangu. Kisa kinasimulia kinasema yule jamaa akazidi kukaza, anamwambia sikiliza kijana, ninatamani nikununue wewe mtumwa wangu. Ninatamani nikununue wewe mtumwa wangu. Lakini yule jamaa akazidi kukaza akisema sitaweza kununuliwa na wewe, na hata kama ukininunua haiwezekani kwa mimi kwenda kufanya kazi yako. Jamaa akalipa pesa, akamchukua kwa nguvu, akiwa amemfunga zile shackles, ile minyororo ya watu wamefungwa mikono na miguu, akiwa anatembezwa polepole. Wamefika mahali ambapo alikuwa anapelekwa. Kisa kinasimulia kinasema ya kwamba yule bwana aliyekuwa amebeba ile minyororo, aliyekuwa amebeba zile funguo za minyororo, akatoa zile funguo za ile minyororo, akaifungua ile minyororo, akamwambia yule kijana, sikiliza mtu wa Mungu, sikukununua ili uwe mtumwa kwangu, nimekununua ili nikuweke huru. Bwana asifiwe. Hicho ndicho alichofanya Yesu msalabani. Tulipokuwa wadhambi, hatujiwezi, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kusema mimi ukombozi nimeugharimikia. Hakuna. Kuja kwako kanisani kila siku haimaanishi ya kwamba wewe unafanya juhudi kwa ajili ya kupata ukombozi. Ukombozi ulipatikana bure kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo aliye hai. Na sikilizeni niwaambie katika jioni ya leo, Mungu ametununua tena kwa damu ya thamani, damu ambayo hakuna mwanadamu mwingine angeweza kuitoa isipokuwa ni aliye sawa na Mungu, kwa sababu sheria ya Mungu ilikuwa sawa na Mungu. Utakatifu wake ulimhitaji Mungu mwenyewe kufa. Na inanishangaza kwa nini Mungu afe kwa ajili ya wanadamu, dhambi mmoja aliyepotea. Nikawa nasoma kitabu kimoja kinaonyesha jinsi masayari yalivyo mengi na magalaxies yalivyo mengi, sayari zilivyo nyingi. Nikaanza kujiuliza swali, kwa nini sasa Yesu mwana wa Mungu ashuke duniani kwa ajili ya kufa, kwa ajili ya sayari moja dunia ambayo hata ingepotea haikuwa na thamani yoyote mbele zake. Lakini kakumbuka ya kwamba ni kwa sababu ya upendo wa Mungu, na ndio maana Mungu ilimbidi afe mwenyewe juu ya msalaba na akafanywa kuwa laana ili sisi tuweze kuokolewa. Mtazame Yesu peke yake, maana kwa kutazama tunabadilishwa. Ukimtazama Yesu mambo yako yatakwenda. Ujapopitia dhoruba na majaribu na changamoto nyingi, bado ushindi ni hakika. Tuombe.